Jina langu ninaitwa Lembrus Mchome, ni mwenyekiti wa Chadema wilaya ya Mwanga na mjumbe wa baraza kuu la Chadema taifa, ambaye ni mwanachama mwenye kadi hai, kadi namba CDME 11413. Hasa ni muda kidogo hatujakutana, tunakaribia mwaka mzima sijaongea. Nimesema leo nije niongee. Mtakumbuka mwaka jana mapema nilikuwa nina jalada ambalo nilipeleka kwa msajili wa vyama vya siasa kuhusiana na chama changu cha Chadema, na tulianza sakata hilo tarehe 18 ya mwezi wa kwanza ya mwaka 2025, na jambo langu lilikuwa ni kuhoji akidi na uhalali wa baraza kuu la tarehe 22 ya mwezi wa kwanza mwaka 2025, ambapo mwenyekiti wetu wa chama Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu aliweza akupeleka majina ya katibu mkuu, naibu katibu mkuu bara Zanzibar, pamoja na wajumbe 5 wa kuteuliwa kwa mujibu wa katiba, ambapo mwenyekiti anatakiwa ateue wajumbe 6, lakini yeye aliteua wajumbe 5 na kupeleka majina hayo kwenye baraza kuu ambalo halikuwa na uhalali. Sasa baada ya majibizano ya takriban miezi 4 baina ya pande 3, ikimaanisha upande wangu, upande wa msajili pamoja na upande wa chama, mnamo tarehe 13 mtakumbuka ya mwezi wa 5, msajili wa vyama vya siasa aliweza kutoa hukumu au kutoa maamuzi yake juu ya jambo ambalo nilipeleka kwenye ofisi yake. Na katika hayo maamuzi aliyofanya, la kwanza ni kwamba msajili wa vyama vya siasa alikubaliana na hoja zangu ambazo nilizipeleka. Hoja ya kuwa na baraza kuu ambalo sio halali, lakini vile pia hoja ya kwamba wajumbe wale wa kamati kuu walioteuliwa tarehe 22 ya mwezi wa kwanza hawakuwa wajumbe halali. Kwa maana hiyo msajili alikubaliana na hoja zangu na akafanya maamuzi ambayo msajili aliyefanya, mtakumbuka, la kwanza lilikuwa ni kutokutambua wajumbe 8 wa kamati kuu ambao waliteuliwa. Hapa wajumbe 8 na maanisha katibu mkuu, naibu katibu mkuu bara na Zanzibar, pamoja na wale wajumbe wa 5. Kwa hiyo msajili wa vyama vya siasa akawa ametengua uteuzi wao. Lakini hoja nyingine ambayo msajili alitekeleza au kuiamua ni kusitisha ruzuku ya chama. Msajili wa vyama vya siasa aliamua kusitisha ruzuku ya chama mpaka pale ambapo taratibu zitafuatwa. Lakini jambo lingine ambalo ni la muhimu na ambalo ndo limenileta hapa au limenifanya niwaite niongee na ninyi, msajili wa vyama vya siasa alielekeza chama changu kuitisha baraza kuu haraka sana na kuziba hizo nafasi ambazo zipo wazi. Kwa hiyo hili ni jambo la muhimu ambalo msajili alilihitaji. Sasa baada ya hapo, kama jinsi ambavyo tunafahamu, chama chetu kimepita kwenye dhoruba kubwa ya kufungiwa kufanya siasa tangia mwezi Juni, na tunamshukuru Mungu, lakini vile pia tunashukuru na mahakama kuu ambayo imeondoa zuio hilo haramu ambalo lilikuwa limewekwa kupitia kesi ile ya mgawanyo wa mali za chama ambayo imefunguliwa na bwana Saidi pamoja na wajumbe wengine wa bodi ya wadhamini. Na kiukweli, kabla sijaendelea, nitoe pole kubwa sana, pole kubwa kwa
familia, kwa chama, kwa kumpoteza mama yetu Anna Maulida Komu ambaye amefariki siku ya jana, na mazishi yake yanafanyika leo kule Zanzibar. Wote tunajua historia ya Anna Komu, amekuwa kwenye chama kwa muda mrefu, na yeye ni moja kati ya watu ambao walifungua kesi ya madai ya mgawanyo wa chama. Kwa hiyo nitoe pole kwa familia pamoja na chama kwa ujumla. Sasa baada ya Mahakama Kuu tunaona imeruhusu Chadema tuendelee na shughuli za kisiasa, na tumeona baadhi ya maeneo tayari watu wameanza kufanya mikutano ya hadhara, lakini tumeshuhudia kwamba siku ya jana na leo kamati kuu ya chama chetu imeketi. Tutajua baadaye kwamba ni yapi ambayo yamejadiliwa kupitia kwenye ngazi sahihi za chama. Kwa hiyo kilichonileta hapa ni jambo dogo sana, kukikumbusha chama changu na kukiomba chama changu, uongozi wa chama, kwa sababu tuko kwenye mapambano ambayo ni serious sana ya kuiondoa CCM madarakani. Watanzania wanahitaji kuona mabadiliko. Watanzania wanahitaji kuiondoa CCM madarakani. Na ili tufanye hizi kazi ni lazima tuwe na muunganiko mzuri wa chama. Lazima tuwe na viongozi wa chama ambao wao ndo watatuongoza. Leo hii hivi tunavyoongea, chama hakina katibu mkuu. Sawa, anajiita katibu mkuu na wengine wanamuita katibu mkuu, lakini kwa mujibu wa msajili wa vyama vya siasa, Chadema kwa sasa haina katibu mkuu. Na kama hamuamini, waulizeni, nendeni mkawaulize orodha ya vyama vya siasa current iliyotolewa na msajili wa vyama vya siasa ambayo haina mwezi. Je, pale kwenye majina ya katibu mkuu wa Chadema ameandikwa nani? Kwa sababu kwenye orodha ya vyama ya msajili kwa mujibu wa taarifa mimi nilizonazo za ndani kabisa, zinasema kwenye ile orodha, kwenye upande wa Chadema katibu mkuu, sijui naibu katibu mkuu, imeandikwa nil, yani hakuna. Kwa maana hiyo sasa hivi vikao vyote, maamuzi yote, na nimewaona jana na leo wameshiriki kwenye vikao vya kamati kuu. Nimemuona anayejiita mjumbe wa kamati kuu, God bless Lema, ametoka Canada, amekuja kushiriki vikao vya kamati kuu, na huyu ni mjumbe ambaye sio halali, ni mjumbe ambaye hatambuliki. Sasa tunakwenda kutoa maamuzi gani? Tunakwenda kuongozaje chama ili hali chama hakina watendaji? Kwa sababu kwa mujibu wa katiba ya chama chetu, katibu mkuu ndiye mtendaji mkuu wa chama. Leo tunasema tunaenda kuanza operation, sijui tukutane ground. Tunaendaje kukutana ground kwa chama ambacho hakina viongozi? Tunaendaje kukutana ground wakati hatuna katibu mkuu ambaye ndo mtendaji mkuu wa chama? Kwa ni muhimu tufanye kikao cha baraza kuu, ambacho hichi kikao cha baraza kuu mwenyekiti ataleta majina. Hata akiwaleta watu hawa mimi sina shida nao, na nilishasema kuanzia mwanzoni, sina shida yoyote ile na Mheshimiwa Mnyika, sina shida yoyote na Amani Golugwa, nimefanya naye kazi kaskazini akiwa katibu wa kanda. Sina shida na mtu yoyote, sina shida na God bless, nimefanya naye kazi akiwa mwenyekiti wa kanda. Kwa maana hiyo hawa wote majina yao yaletwe sasa ili waweze kupitishwa rasmi na kikao hichi rasmi cha chama. Lakini vile pia tunahitaji tuwe na katibu mkuu, kwa sababu katibu mkuu ndo afisa maduhuli wa chama kwa mujibu wa katiba yetu. Sasa leo chama hakina katibu mkuu. Tunaona kuna michango ambayo inaendelea. Kuna michango sijui ya tone, kuna michango sijui ya hii michango yote ni nani ambaye anakwenda kuisimamia wakati chama hakina afisa maduhuli? Leo tumeona kuna malalamiko makubwa sana. Kuna wengine wanalalamika kuna rambirambi zimeliwa hazijafikishwa misibani.
Kwenye msiba wa mzee wetu marehemu mzee Mtei zimechangwa fedha, hakuna hata shilingi 100 ambayo imefika kwenye familia. Mimi bahati nzuri nina marafiki ambao wako kwenye ile familia. Hakuna hata shilingi 10 ambayo imefika kwenye ile familia, pesa ya rambirambi. Unaenda kumuuliza nani wakati chama hakina afisa maduhuli? Toka hapo unaenda kwenye msiba wa marehemu mzee wetu Bwege ambaye aliamua kujiunga na sisi dakika za mwisho za uhai wake. Michango imeliwa. Hii michango ya rambirambi ambayo imeliwa, unaenda kumuuliza nani? Unaenda kumuuliza nani kuhusiana na hizi fedha ambazo zimepotea ndani ya chama? Kama chama hakina afisa maduhuli, ina maana chama hakina watendaji. Chama hakina katibu mkuu, ina maana kwamba chama moja kwa moja hakina wakurugenzi. Ni nani mkurugenzi wa fedha wa Chadema? Ndio maana nahitaji sana baraza kuu la chama liweze kuitishwa, tuweze kupata viongozi ambao wataenda kusimamia haya maswala, na hivi ambavyo tunaenda ground kwa ajili ya kupambana, kwa ajili ya kuweza kuhakikisha kwamba tunaiondoa CCM madarakani. Kwa ndugu zangu waandishi wa habari, nadhani ujumbe wangu utakuwa umefika. Kwa kumalizia, najua baada ya hapa au najua kinachofuatia ni mtiririko wa matusi, kama jinsi ambavyo chama chetu sasa hivi kimetoka kwenye ile misingi ya maadili ambayo sisi tulilelewa. Mimi nimeingia Chadema nikiwa bado mdogo sana. Nimeingia Chadema mwaka 2007 nikiwa bado mdogo sana. Miaka yote ambayo tumelelewa ndani ya Chadema imekuwa ni chama ambacho kilikuwa kina nidhamu. Lakini kwa hizi siku za karibuni tumeona utamaduni mpya ambao umeibuka ndani ya chama chetu sasa hivi. Watu wanashindana matusi kwamba nani bora zaidi kwenye matusi. Mimi nadhani haya matusi hayawezi kutujenga. Haya matusi hayawezi kukijenga chama hiki, kwa sababu hiki chama ni chama cha Watanzania. Watanzania wana imani kubwa sana na Chadema, lakini wengi wanaumia mioyo yao wakiona namna ambavyo chama hiki kimebadilika. Sasa hivi ni mwendo wa matusi, sio mtoto, sio mama, sio kijana, sio mzee. Ni mwendo wa matusi. Sasa nimeona juzi makamu mwenyekiti Bwana Heche, nisipolisema hili roho yangu haitakuwa na amani. Nimeona juzi Heche analia, anasema makamu wetu analia, anasema tufanye siasa za hoja na sio siasa za matusi. Yaani yeye amesahau jinsi ambavyo anawaita wenzake vikaragosi. Mimi binafsi ameshawahi kuniita kikaragosi, sio mara moja wala mara mbili. Lakini yeye kuitwa Nguchiro ametoka analialia kwenye mitandao sijui kila mahali. Hizi siasa za matusi yeye ndo alikuwa ana nafasi kubwa ya kuzizuia kuanzia mwanzoni. Kwa hiyo ni muombe hili ambalo ameliongea aende akalifanyie kazi kwanza yeye mwenyewe, kwa sababu amekuwa na tabia ya kuita wenzake vikaragosi, sijui vyama vya vikaragosi. Kwa hiyo hili ni muhimu pia na yeye akae kilijua kwamba pale unapoimba na wewe kuna siku utaimbiwa. Sasa asipende tuige kama yeye ana hizo tabia za kutukana, asipende kuingiza vijana wengine kwenye tabia kama hizo. Kwa hiyo tuachane na siasa za matusi. Tumeona juzi Jaji Ibrahim akiongea baada ya ripoti ile. Jaji anasema wamepokea simu zaidi ya 300 za matusi. Sasa sio nchi yetu, sio Tanzania yetu ambayo sisi tumekulia humu. Sio utamaduni wetu ambao sisi tumefunzwa maadili kutoka huko ambako sisi tumetoka. Kwa hiyo ni muhimu sana na Watanzania hili walifahamu kwamba ni muhimu tuachane na siasa za matusi, turudi kwenye siasa zetu zile za hoja ambazo awali tulikuwa tunaamini. Kwa hivyo ushauri wangu ni huo, na niombe sana kamati kuu ina mamlaka, ina uwezo wa kuunda
kamati ndogo ya kamati kuu kwa ajili ya kuweza kuitisha baraza kuu, lakini vile pia kama kiongozi ninaelewa kuna viongozi wengi sana ambao wametoka ndani ya Chadema. Kwa hiyo bado ninakuwa na wasiwasi na akidi ile ya baraza kuu. Tuna kazi kubwa sana ya kuweza kuziba haya mapengo ambayo kwa sasa yapo wazi. Kwa hiyo jambo la kwanza ambalo chama kinaweza kufanya ni kuziba zile nafasi ambazo zimekuwa wazi baada ya hiyo ondoka Chadema ambayo ilitokea. Nafasi nyingi sana ziko wazi. Kwa hiyo tuzibe hizi nafasi, tuitishe baraza kuu. Tukishaitisha baraza kuu ndipo sasa twende tukapate viongozi halali wa chama chetu, nikimaanisha wale wajumbe 8 ambao waliweza kuteuliwa na mwenyekiti wa chama na kupitishwa na baraza kuu la kwanza ambalo halikuwa na akidi iliyokamilika. Kwa yapo mengi ambayo ningeweza kuyazungumza, lakini kwa sasa nafikiria niishie hapa. Najua watakuja na wakija na mimi nitakuja tena. Nitatoka kwa sababu tunachohitaji ni kujenga chama ambacho kitatusaidia na kitaweza kuwakomboa Watanzania kutoka kwenye mikono ya wakoloni weusi. Na la mwisho wote tumesikia ripoti, na ripoti hii ya Jaji Chande basi ni muhimu sana kwa serikali yetu kuweza kuyatekeleza yale mapendekezo, kwa sababu ni mapendekezo mazuri sana, na wengine tunasubiri sana hiyo tume ya upelelezi iundwe. Na kiukweli kwa namna moja au nyingine matukio yale yalikuwa ni magumu sana na yamesababishwa na kauli za wanasiasa kama namna ambavyo tume ya jaji imeeleza. Kauli zetu wanasiasa zimetuponza mno, na haya mambo niliwahi kuongea nyuma kwamba sisi wanasiasa, hebu tuangalie ndimi zetu. Sisi wanasiasa, hebu tuangalie maneno yetu, kwa sababu maneno yetu saa nyingine yanaweza kuwa kama maagizo. Kwa mfano, kama mimi Lembrus hapa ni mwenyekiti wa chama wilaya, neno nitakalolitoa mimi watu watalichukulia kama ndio msimamo wa chama wilaya, kwa sababu kwa mujibu wa katiba yetu mimi ndiye msemaji wa chama ngazi ya wilaya. Yaani hayupo msemaji mwingine wa chama ngazi ya wilaya zaidi yangu mimi. Kwa hiyo mimi nitakapoongea ina maana kwamba watu watalichukulia kwamba ule sasa ndio msimamo wa chama. Tumeshuhudia maneno mengi sana ambayo wanasiasa tumeyaongea. Na kwenye hili sisi kama chama tunajinasuaje? Yaani sisi kama Chadema tunatokaje? Wapo watu wanasema mwenyekiti wa tume hakuna chama alichokitaja. Kwani zile kauli hazijulikani zilikuwa za chama gani? Yaani ni nani ambaye hajui kwamba kauli ya Oktoba tunatiki ni chama gani? Yaani nani ambaye hajui? Nani ambaye hajui kauli ya Oktoba tunatoka imeanzishwa na chama gani? Nani ambaye hajui no reform no election ya chama gani? Na tumepita tukaihubiri. Tumepita kwenye vyombo vya habari, mpaka viongozi wengine clip zao zipo, na hata nyinyi waandishi wa habari mnazo. Viongozi wengine wanathubutu kabisa kusema uchaguzi utavurugika, hautafanyika kiongozi mkubwa wa chama. Kiongozi mkubwa wa chama kwenye vyombo kadhaa vya habari amepita akasema sisi tuko bold, tutahakikisha uchaguzi haufanyiki. Leo tunauliza kwamba tunajiuliza kwamba ni chama gani? Leo ni nani ambaye hajui kwamba mmoja ya watu ambao wamechochea fujo ni watu waliokatwa
kwenye mchakato wa uchaguzi. Nani ambaye hajui kwamba ni wa chama gani? Yaani nani ambaye, kwa sababu Chadema hatujashiriki uchaguzi, huwezi ukasema kwamba kuna wagombea ambao waliondolewa. Sawa. Kwa hao wagombea ndo wameenda kuungana na wananchi. Sawa. Ukiangalia vyama vingine ambavyo vilikuwa vinashiriki ni vyama ambavyo vyenyewe vilikuwa vinatafuta wagombea. Ukienda Chauma walikuwa wanatafuta wagombea usiku na mchana. Sasa wangewakataje? Kwa kwenye ule walisia ni kwamba wagombea waliokatwa iko wazi kwamba ni wa CCM. Na sisi hizi kauli zetu nyingine ni kweli ni za kwetu. Kwa kila mtu aadhibiwe kwa kosa alilolifanya, ili haya mambo yasiweze kufanyaje, yasiweze kujirudia tena, ili likawe fundisho, tukarudishe ule umoja wetu, tukarudishe ile amani yetu ambayo tulikuwa nayo mwanzoni. Na mwisho kabisa nikishauri, chama changu mwanzoni tulikuwa tunaitwa chama cha watu wanaopenda fujo. Tukajitahidi kusafisha hiyo kauli. Watanzania wakatuunga mkono mamilioni kwa mamilioni. Ni muhimu sana sisi ndo tukawa wahubiri wakuu wa amani. Sisi ndo tukawe wahubiri wakubwa wa amani ya taifa letu. Hii amani tulionayo leo ikipotea kuja kuipata, itakuwa sisi hatupo duniani, watakuja kuipata si ajabu vizazi vetu vya mbali sana. Huu umoja tulionao tusikubali kuupoteza. Pamoja na tofauti zetu zote za kisiasa, pamoja na misuguano yetu yote ya kisiasa, lakini tuhakikishe hii amani tunailinda kwa gharama yoyote ile. Kwa hiyo pale tume itakapoundwa ya maridhiano, nikishauri sana chama changu kuweza kushiriki, kwa sababu tunayo kila haja ya kuridhiana. Kwa sababu jambo la tarehe 29 hakuna ambaye hajaumia. Kila mtu kaumia. Sisi kama chama tumeumia, tumepoteza wapendwa wetu, tumepoteza marafiki zetu. Lakini na serikali nayo pia imeumia. Kwani hao walioko kwenye serikali huko hakuna ambao ndugu zao wamekufa? Hao ambao wako serikalini leo hakuna miundombinu yao ambayo imeharibiwa? Sasa kama tutaendelea kuhubiri chuki, tutaendelea kuhubiri uadui, litakuwa ni jambo ambalo halitujengi na hatutaweza kusonga mbele, kwa sababu kila siku sisi itakuwa ni leo tunajenga miundombinu hii, kesho tunabomoa. Tulishafikia sehemu nzuri kabisa huku kwenda Dar es Salaam, naambiwa tumeona kwenye vyombo vya habari SGR jinsi ambavyo imeharibiwa. Zile ni kodi zetu sisi wananchi. Huyo aliyeshiriki kuharibu na ambaye hajashiriki kuharibu, wote tumekuwa kama chachu au ndio sosi ya ile miundombinu kujengwa. Leo tumeona kuna majengo sijui yamechomwa, sijui kuna vituo vya polisi, vile vyote vinajengwa kwa kodi zetu, vile vyote vinajengwa kwa fedha zetu ambazo tunalipa. Sasa kama leo tutalipa kodi, kesho tugeuke twende tukabomoe, yaani tutakuwa tunapiga hatua tatu mbele, tunapiga hatua 2 nyuma. Kwa hatuna haja yoyote ya kuendelea na hili varangati. Cha muhimu na kikubwa zaidi ni kwamba tuilinde amani ya nchi yetu, lakini vile pia ni muhimu sana twende kwenye maridhiano pale muda wa maridhiano utakapofika. Nawashukuruni sana kwa kunisikiliza, na kama yapo maswali niko tayari kuyajibu.